Karibu katika simulizi ya safari ya Palamagamba Kabudi, waziri ambaye amekuwa mfano mpaka hivi sasa, mfano wa kuigwa ambaye kila mtu anatamani pengine katika mambo ya siasa aje kufika level ambayo amefika. Palamagamba Kabudi, kumradhi. Historia hii itakufundisha mambo mengi, safari yenye utulivu, yenye changamoto, isiyo na mabonde tu bali milima pia. Safari ambayo inaweza kukupeleka katika hisia zako ziweze kufahamu mambo mengi kuhusiana na watu ambao wanayapitia katika safari yao mafanikio. Palamagamba Kabudi, katika maporomoko ya milima ya Singida, mahali ambapo upepo hukata kimya asubuhi na kuacha harufu ya ladha yenye joto, alizaliwa mtoto ambaye baadaye angekuwa miongoni mwa majina makubwa katika sheria na siasa Tanzania. Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudu, mnamo tarehe 24 mwaka 1956 mwezi wa pili. Akiwa mdogo, watu wa kijijini walizoea kumuona akitembea na vitabu mkononi. Mara nyingi alikaa chini ya mti wa mibuyu aliokuwa pembezoni mwa nyumba yao, akisoma kwa makini kana kwamba dunia yote ilikuwa kwenye kurasa alizoshika. Mwalimu wake aliwahi kusema mtoto huyu ana macho ya kuona mbali zaidi ya darasa lake. Ulipofika umri wa kwenda shule, disappointment kutoka shule za msingi hadi sekondari, alionekana kama kijana aliyekuwa na kiu ya maarifa kuliko ilivyo kawaida. Safari yake ilimfikisha shule ya sekondari Milambo na baadaye Tosamaganga, ambapo alijenga jina kama mmoja wa wanafunzi waliokuwa na uwezo mkubwa wa kuelezea hoja, hasa katika mjadala ya kijamii na kimwananchi. Miaka ikampeleka chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambako ndiko ari yake ya kisheria ilipochomoza wazi. Darasa la kisheria lilimpokea kama mwanafunzi, lakini baadaye lingepata fahari ya kumtoa kwenye msomi wa kiwango cha juu, mtu ambaye angegeuka kuwa mdahiri, mshauri na hata msimamizi wa wanafunzi. Sheria sio maneno tu, ni wajibu wa kila mwanafunzi. Baada ya shahada yake ya kwanza, safari ya masomo ilimpeleka mbali zaidi. Akaendelea na shahada ya uzamili, kisha akavuka mipaka ya Tanzania hadi huko Berlin nchini Ujerumani, ambapo alichukua shahada ya uzamili, yani PhD. Kutoka katika bandari kali ya mitaa yenye historia ndefu ya mijadala ya kidemokrasia, alizidi kutengenezwa kuwa msomi ambaye Tanzania ingemtegemea siku za usoni. Aliporejea nyumbani, alirudi UDSM kama mwalimu kijana mwenye maarifa mapya, roho ya uzalendo na nia ya kujenga jamii kupitia elimu ya sheria. Alifundisha wengi, wengine wakawa majaji, wakili, wanasheria na serikali, na hata viongozi wa juu wa serikalini. Chuo kikamfanya mkuu wa shule ya sheria, nafasi aliyotumia kusimamia nidhamu na taaluma ya uadilifu wa kitaaluma. Lakini upepo wa siasa hauwezi kupuzwa na mtu mwenye msimamo kama wake. Mwaka 2017 serikali ilipomuita ili atumikie kama waziri wa katiba na sheria, alikubali. Alikuwa na mtazamo wa kwamba taifa linahitaji mfumo wa sheria thabiti unalounda haki na kuendeleza mizizi ya utawala bora. Miaka miwili baadaye alipewa jukumu lingine zito la waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Hapa aliposimama kwenye majukwaa ya kimataifa, alizungumza kwa sauti iliyotulia lakini yenye nguvu, akitetea maslahi ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Mara nyingi watu walimuelezea kama mtu mwenye uwezo wa kutamka maneno magumu kwa ustadi na unyenyekevu. Lakini Palamagamba si tu mwalimu, ni waziri, mtu aliyejiona kama mlinzi wa historia ya Tanzania. Mara kadhaa alisisitiza kuwa Watanzania wasiruhusu hadithi za kitaifa kupotea. Historia ya mwanga ukizima, mwanga kizazi kutembea gizani. Baada hapo alianza kutumikia wananchi mmoja kupitia ubunge wa jimbo la Kilosa, akielezea nguvu zake katika masuala ya maendeleo, sheria, utetezi wa haki za wananchi. Nikupisha katika doti ya kwanza hadi ya mwisho kuhusu aliyepitia makuzi yake mpaka hivi sasa alipofikia. Kabudi alizaliwa tarehe 24 Februari mwaka 1956 katika mkoa wa Singida, japo vyanzo vingine vinasema katika mkoa wa Dodoma.
hivyo mpaka sasa hamna chanzo kamili. Elimu yake ya msingi na sekondari alipata katika shule ya mbalimbali ikiwemo shule ya upili ya Tosamaganga, shule ya sekondari Milambo. Baada ya sekondari alisoma sheria. Shahada ya sheria LLB alipata kutoka University of Dar es Salaam UDSM mwaka 1983. Baadaye alihitimu LLM kutoka pia UDSM kati ya mwaka 1984 hadi mwaka 1986. Aidha alisoma nje ya nchi na kupata PhD yani Juris Doctor kutoka Freie University of Berlin huko Ujerumani. Kazi ya awali na chuo. Kabudi alianza kazi kama mwandishi wa habari kwa gazeti la Chama cha mwaka 1978 hadi mwaka 1983. Baada hapo alijiunga na UDSM kama mwalimu mwenye shahada ya sheria na hatua za kufikia kuwa profesa. Alishika nyadhifa mbalimbali chuoni akiwa ni moja pamoja kuwa dean wa shule ya sheria kabla ya kuingia katika siasa kamili. Mnamo mwaka 2017 aliteuliwa kuwa waziri wa katiba sheria, Minister of Constitutional and Legal Affairs. Baadaye mwaka 2019 hadi mwaka 2021 alihudumu kama waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Baada ya hapo alipata nafasi nyingine bungeni tangu mwaka 2020. Ni mbunge wa jimbo la Kilosa kupitia chama cha Wazanzibari, asali ya chama cha serikali. Katika siku za hivi karibuni amekuwa akikosoa baadhi ya sera na mikakati ya baadhi ya viongozi wa mikoa majiji pale anapoona vinakiuka sheria na haki za wananchi. Mtazamo wa mchango wa kitaifa. Kabudi ni mzungumzaji mkali kuhusu heshima ya taifa, uzalendo na umuhimu wa Tanzania kuwakumbatia maadili yanayoenzi historia na taifa. Ameeleza kuwa ni muhimu kuhifadhi historia ya taifa, sio tu siasa au uchumi, ili kizazi kijacho pia kiwe na kumbukumbu na mafunzo sahihi. Umuhimu wake wa siasa na sheria. Palamagamba Kabudi ni mmoja wa wanasheria wenye uzoefu mkubwa ambaye kupitia nyadhifa ya waziri na uwepo wa bunge amekuwa akiwashikilia mchanganyiko wa taaluma na siasa. Hiyo inamwezesha kuchangia siasa, sheria na sera za taifa kwa mjumla. Kila kiongozi alipitia ngazi nyingi kutoka kwa mwalimu na mwanasheria hadi kuwa waziri au mbunge, jambo linalomwezesha kuelewa changamoto za sheria, elimu na maendeleo ya taifa. Hii ni historia ya kusisimua na kuvutia kuhusu Palamagamba Kabudi, waziri ambaye amekuwa ni mfano wa kuiga na vijana wengi wamekuwa wakitamani pengine kufikia alipofikia kiongozi huyu. Palamagamba Kabudi aliyezaliwa Februari, yani mwezi wa pili, tarehe 24 ya mwaka 1956. Zilikuwa zimesalia miaka michache tu Tanzania kuja kupata uhuru. Simulizi hii itakufundisha mengi na nafikiri imeshakufundisha. Hii ni Usiku TV. Mimi ni msimuliaji wako, niite Daud_Drizzy. Ungana nami mwanzo hadi mwisho pale pindi ambapo huwa tunatoa simulizi zetu, lakini pia unaruhusiwa kutoa maoni yako. Asante.